Aitwe Mungu, acheni Mungu. Aitwe Mungu, imba. Aitwe Mungu, acheni Mungu. Aitwe Mungu. Karibu sana mama. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. Kweli Mungu wetu ni mwema sana. Our God is really our good God. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Our God is a grateful God. Sijua naweza kukupitia mvipindi ndani ya maisha yako sahi. I don't know which situation you may be passing through. Unaviona vikubwa sana, unaona hauwezi kuweza. You may find it hard and you find you cannot make it. Siwe mahitaji yako ni nini mahali hapa. I really don't know what is your request. Lakini nataka kukuambia mchana leo. But I want to tell you today or this evening. Mungu wetu ni mkubwa sana. Our Lord is gracious God. Is great Tulisikia God. wa Salomoni. We have heard about Solomon's. Balikuwa na mamezir. They had any way they could be living in. Balikuwa na makilogramu. They had kilograms. Lakini hawatuwezi balialaka rumu yao yote. But they couldn't fill up their rooms. Tulisikia wa Farao. We heard about pharaohs. Tulisikia wa falme mingi sana walipita. We heard about many kings who passed away. Tulisikia manabii wengi sana wakapita. We heard about many prophets. Hata na wengine sahi wanaabudiwa. Even others are getting worshipped. Tulisikia Muhammad. We heard about Muhammad. Tulisikia watu wengi sana. We heard about many people. Lakini wale wote walikuwa na Mesir. But those people had Misha. Walikuwa kama sie. They were like us. Lakini nataka kutia moyo usiku leo. But I want to strengthen you this morning. Kuko yule Mungu mkuu kuliko miungu yote. There is that God who is greater than other gods. Iko mkuu juu ya mahitaji yako. He is God who is surpassing your request. Iko mkuu juu ya matatizo yako. He is over or above all your problems. Hana mwanzo hana mwisho. He has no beginning and ends. Biblia inasema mtanitengenezea nyumba ya namna gani? Iko natuambia. That the Bible says that which kind of house are you gonna make for us? Aseme hata miguu yake haiwezi kujaa dunia yote. That even my own legs cannot fill all the whole world. Nataka nikutie moyo siku ya leo. I want to encourage you this day. Hitaji zako sasa uzione kidogo. That all your requests or your prayer requests, see them as little as you can. Matatizo yako sasa ione kidogo. That all your issues, the problems that you have, see them as a little stuff. Kama wewe ni mgonjwa, ona ile magonjwa yako kidogo. If you are sick, just see those sickness as little as you can. Mungu wetu ni wa ajabu. May our God is great. We just need to believe him. Tunahitaji tu kumwamini. Tunahitaji kuwa na imani. We only need to have faith. Na Mungu yuko pamoja nasi. And the Lord is with us. Basi tunaingia ndani ya neno ya siku ya leo. And now we are going into the word of today. Tunashukuru Mungu sana kwa kutujalia hiyo neema. So we thank God for giving us this grace. Kusimama hapa kuhubiri. Just standing here and preach. Haiko kawaida mwanadamu hata kidogo. It's not an easy thing on a human being. Ni neema tu. It's just grace. Ingelikuwa nguvu yangu mara nyingine singelijikuta sahi. Maybe if it was just my force or my strength, I couldn't be standing here maybe. Kwa neema tumepata kibali na neema na nguvu na sauti ya kwenda hubiri neno la Mungu. But for the grace we have got this chance and even voice of standing and preach the word of God. Basi tema yetu ya siku ya leo nasema hivi. And today's topics that we'll be talking about. Msamaha ni funguo kwa vitu vingi sana. That forgiveness is the key to everything. Msamaha ni funguo kwa vitu vingi sana ndani ya maisha yetu. Forgiveness is the key to everything in our lives. Hii mafundisho tulianza kujifunza tangu Friday. That we started these teachings on Friday. Hii mafundisho ni yangu ni yako. This teachings is for me and for you. Itanisaidia hata mimi mwenyewe. It's gonna help even me. Kwa sababu nikengali chini ya hii dunia. Because I'm still on earth. Wanasema Friday tulisema hivi. We talked on Friday. Msamaha iko kitu yenye iko spiritual. That forgiveness is something that is spiritual. Iko kitu yenye unaweza jisikia uko guilty kwa kitu kenye ulifanya ndani ya maisha yako. Forgiveness is something that you feel
like you condemn yourself for something that you have done. uko najisikia kuna kitu kenye akiendeke ndani So mwako. you start feeling like there is something which is not going in my life. Inaweza kuwa walikukosea, They may have wronged you. inaweza kuwa mtu alikukosea, It may be somebody has wronged you. inaweza kuwa mtu alikukosea zamani sana. Maybe somebody wronged you long time ago. Lakini kwa jisikia ile kitu ndani mwako. But are you still thinking that stuff into you? Nikasema example Friday. And I gave an example on Friday. Nikasema kama vile mtoto mdogo And I said it's like a little kid mwenye kwa abandone na wazazi wake. who is abandoned, who have been left by his parents. Ule mtoto kama vile wasie walimu wanasema iko na iko na child attachment. And we as teacher, the kid like that one, we said he has or she has a child attachment. Na mtoto anaweza komala tu vile unaona mtoto iko na fafa vitu vya viwezekane. And the kid may grows up like that and do something which is not even normal. Unaweza jiuliza kwa nini mtoto anakuwa hivi? And you start asking yourself question, why is that kid this way? Kwa nini mtoto anasirikaka pour rien? Why do kids get angry every day without any reason? Kuna kitu kenye kiligusaka mtoto. But there is something which touched that kid long time ago. Na ile kitu kekomala sana ndani ya mtoto. And when that thing keeps growing in that child, wakati mtoto iko na komala, as the kid grows up, ile kitu inaweza leta schizophrenia. and that thing start bringing what she said. Inaweza leta trouble mental. And it can bring mental trouble. Inaweza leta jugement. It can end up giving some judgment. Utaona mtoto wa mwenye alikomala bila baba anaona baba wote ni responsible. And you will even find a kid who have grown without father. They see all fathers irresponsible. Utaona mtoto malikomala bila mama anaona mama wote biko rien. You will see a kid who grows up without a mother. When he sees other mothers, he sees like all mothers are irresponsible. Wakati tunataka kusamehe mtu, when we trying to forgive somebody, inakuwa kitu kinakuwa ndani mwetu. It's something that comes in from inside from us. Kitu unajisikia hauna amani. And it makes you not really feel happy. Unajisikia maisha yako yote au kwake tu na amani. It makes you uncomfortable until you feel like I don't have really peace. Hata wanakufanyizia nini unajisikia tu autosheki. If they do something good for you, you don't feel comfortable. Kwa sababu ndani ya roho yako, because into your heart kuko jiwe kubwa. There is a big stone yenye inafunga vitu ndani mwako. That is compressing stuff into your heart. Na ile jiwe inaweza kuwa inaandikiwa kwa jina ya mtu fulani mwalikukosea maisha. And that stone is written on maybe somebody's name who offended you in life. Ama watu fulani wenye walikukosea maisha. Or people who offended you or who did something wrong into your life. Unaweza kuwa hata kuko wengine wenye banajisikiaka banakwasikia na Mungu. And there are even people who feels even getting angry against God. Unaweza sikia kama vile mtoto malikufisha wazazi yake wote walikufaka. It's like this kid who lost all his parents. Anajisikia na blame Mungu. He feels like blaming God. Mungu, kwa nini ulibeba wazazi yangu? God, why did you take all my parents? Mwingine anaweza kusikia Mungu juu ya maisha niko naishi ndani. And the other one we may get furious or angry because of the life that they are living in. Mwingine anaweza jisikia hata anajikwasikia yeye mwenyewe unashindwa hata kujisamea wewe mwenyewe kwenye ulifaka. The other person may still feel guilty and not even they find themselves not even ready for what they have done. Ule ni shetani. That's the devil. Shetani wanamuita iko grand accusateur. Satan is there, they call him a great accuser. Na wakati mtu anapokosea, and when somebody wrong, unaweza jisikia upenda hata uone ule mtu kumacho yako. And you feel like I don't even want to see this person. Unaweza jisikia ukimuona unaweza mpiga hata kofi. And when you see the person you feel like if I see the guy I may even slap him. Unajisikia haupenda hata kusikia jina ya ule mtu. You not even want to hear that name. Ndio unaweza sema nimekusamea fulani. Then you may say okay, I forgive you. Nimekusamea fulani kwa hiyo tulinikosea. I forgive you for what you have done. But haupendi kumuona ule mtu. But you don't want to see that person. Nataka nikwambie kama unaweza jisikia unasamea mtu kumidoma lakini roho yako kengali na mustaki. But I want to tell you, if you feel like you forgive somebody
but into your heart you feel like you don't want to see that person, ule mtu hauyamsameaka. that means you've never forgiven Msamaha that person. inatoka ndani ya roho. Forgiveness comes from the heart. Last Friday tukasema hivi. And last Friday we talked this. Tukasema hizi funguo tukasema funguo za kutusaidia juu ya kusamehe. And we talked about the keys that will help us to forgive. Tukasema funguo ya kwanza And we said the first key, ni funguo ya kwenda mbinguni. we said, is the key that opens the heaven, or that takes us to heaven. Forgiveness is the key to go to heaven. That msamaha ni ufunguo wa kutupeleka mbinguni. Hatuwezi enda mbinguni kama That hatusamehe. we can't enter heaven if we have not forgiven. Hatuwezi enda mbinguni kama tunajisikia ndani ya roho zetu mko guilty. We cannot enter heaven if we feel guilty into our heart. Kusamehe haiko facile. To forgive is not an easy thing. Ninajua inakuwaka kitu kinalumaka sana wakati unaona mtu anakukosea. I know it's something that pains when you feel someone hurts you. Sometimes you can ask yourself, how can I forgive this person? Wakati mmoja unajiuliza, naweza kumsamehe huyu mtu namna gani? Sometimes unaomba. Wakati nyingine you pray. Mungu nisaidie, nataka nisamehe huyu mtu, lakini nasikia roho yangu inafungana tu. Sometimes you pray and say, God, I want you to help me to forgive this person, but you feel your heart is still tight. Wandugu, hakuna mbingu tutaendaka kama tujue kusamehe. There is no heaven where we are going to go or to enter if we have not known yet to forgive. Hata ninaweza imba sana. Even if I can sing. Hata ninaweza hubiri sana. Even if I can preach. Hata ninaweza tabiri sana. Even if I can speak in tongues. Kama sijue kusamehe, mbingu imefungwa. If I have not known how to forgive, the heaven is closed for you. Biblia iko wazi. The Bible is open and clear. Tulisoma katika Mathayo. We read in the book of Matthew 6:12 mpaka 14. 12 up to 14. Tukasoma sala yetu ya Baba yetu uliye juu mbinguni. And we read the prayer about our Father who is in heaven. Kesani karibu watu wote wanajua ile sala. I think that all of you knows about this prayer. Wakati wa mitume walipomuuliza Yesu aseme utufunze kusali. When disciples asked Jesus, can you teach us how to pray? Basi Yesu akawafunza Baba yetu uliye juu mbinguni. And the Lord Jesus taught them our Father who is in heaven. Ile sala tunaiona ya kawaida. That prayer we take it for granted. Iko topic kubwa sana. But it's a big topic. Iko amo vitu vingi sana. It contains a lot of stuff. Tukasoma kuanzia kuduze. And we read from 12 mpaka 14. From 12 up to 14. Sie kama kuna ule anaweza tusomea. Matthew? Nama acha nisome. Mathayo 12. Mathayo 6:12. Mathayo 6:12 mpaka 14. Biblia inasema hivi. The Bible say, tusamehe deni zetu, forgive us our debts, kama sisi vile vile tunavyosamehe wadeni wetu. as we also have forgiven our debtors. Na usituletee katika majaribu, and lead us not into temptation, lakini tuokoe na yule mwovu. but deliver us from evils. Kwa sababu kama nyinyi, for if you forgive, munasamehe watu makosa yao, if you forgive men their trespasses, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi vile vile. Your heavenly Father also will forgive you. Lakini kama nyinyi hamsamehe watu makosa yao, but if you do not forgive men their trespasses, Baba yenu wa mbinguni Baba yenu hatawasamehe nyinyi makosa yenu vile vile. Neither will your Father forgive your trespasses. Katika hii key ya kwenda ku heaven ya msamaha, in this kifunguo of taking us to heaven, tulisema kuko parti mbili. We said it has two parts. Kuko msamaha yenyewe unaweza mkosea Mungu. There is a forgiveness that you can
you can offend God or do against God. Unaweza kuwa ulifanya dhambi. Maybe you have done something wrong. Uliiba, ulizini, ulifanya vitu vya vimpendeze Mungu. You have stolen, you have even do fornication, or you have done something which has not really pleased God. Kila wakati tunaenda mbele za Mungu tunamwambia Mungu atusamee. That every time when we go before God, we tell God, forgive us. Hata sahi tuko hapa tumesamehewa tayari. Even now when we are here, we have already gotten forgiveness. Kwa sababu nakumbuka Papa Baleke alituongoza ndani ya intercession. But I remember Papa Baleke took us through intercession. Na akasema tuombe msamaha kwa Mungu. And he said, let us ask for forgiveness. Akasema na tualike damu ya Yesu And he Kristo. said, let us call upon the presence of the blood of Jesus. Kuna sorte mbili ya msamaha itakao tusaidia kwenda mbinguni. There are two parts of forgiveness that will take us, Kuko help us to msamaha go to sisi heaven. na Baba yetu aliye juu mbinguni. There is a forgiveness that is between us and God who is in heaven. Ndio anasema utusamee makosa yetu kama tunavyosamea waliotukosea. And he said, forgive us our sin as we also forgive for those who have forgave us, who had done something wrong for us. Kumbi hatuwezi kusamehewa mbinguni kama tusamee wenye tuko nao hapa. That means we cannot get forgiven in heaven when we have not forgave those who are here. Biblia iko clear, haiko hata vya kuexplique, haiko hata vya Kiswahili ya kuexplique, vya kutafuta ufunuo ndani. The Bible is clear and open that we don't need even to explain a lot of like revelation or whatever. Ase kwa sababu kama nyinyi mnasamehe watu makosa yao, that if you forgive other people's their debt, their trespasses, Baba yenu ya mbinguni atawasamehe nyinyi vile. And your Father in heaven will also forgive you the same. Aseme kama hatusamehe watu makosa yao, That if we don't forgive people their trespasses, Baba yetu wa mbinguni hatatusamehe pia. that the Father in heaven will not also forgive us. Tujitahidi sana wandugu. Let us forgive, try to. Tujisikie kusameana. Let us try to keep forgiving each other. Afa muombe Mungu msamaha kama uko na ndugu yako malikukosea, kutanana na ule ndugu yako. Before you ask somebody, before you ask God forgiveness, can you first meet the person and ask for forgiveness? Umwambie akusamehe. Tell him, please forgive me. Ile Friday tulisema mingi juu ya ile. And on last Friday we talked a lot about it. Tukasoma katika Mathayo tena 18. We read again in the same book of Matthew 18. Baketuonesha aseme kama ndugu yako akikukosea. And they showed us how if your brother has wronged you. Asa wandu muono mwambie makosa yake. And the Bible says if your brother wronged you, go and see him and tell him his problem or acha niwaambie musamaha iko lwa. The forgiveness is a law. We have to forgive. It's a law. Tunapashwa. We don't have choice. Hatuna namna. Hatuna la kujitetea. We don't have any choice or any issues of defending ourselves. Siku tutafika ku judgment iko. When we reach at the judgment day, it is there. Yes, iko nakuja anytime. Jesus is coming and the judgment is there in. Muone tu viko vinaendeka ndani ya dunia. You can see what is going on in this world. Yes, anaweza kuja anytime. Jesus can come back anytime. Judgment iko karibu sana kwetu. Because the judgment is too close. Tujitahidi sana tusamehe ndugu zetu. Let us try to fortify ourselves and forgive. Iko law kama tusamehe wenzetu mbinguni atuende. It's a law. If you don't forget your neighbor or your brother, your sister, you're not gonna go into heaven. Akwabo nikose mbinguni mie hapa mkanisa kisha siku ya judgment nikose mbinguni juu mtu alinikosea. Why is that I miss heaven? A person who attend church every day and you miss heaven because of just a neighbor whom you did not forgive. Kusamehe haiko kusema juu ya ule mtu mwenye alikukosea. Forgiving is not like you have to say because of him who offended you. Lakini ni kwa juu yako binafsi. It's because of you alone. Juu yako binafsi ujisikie kuwa huru. It's to make you feel a peace.
Aseme hapa tulisoma wanasema mtu akakukosea. Here we read and the Bible is saying that if anyone offended you, Wende umuombe. go and see him. Mwambie makosa yake. Tell him his issues. Wanasema sema na kama hakubali makosa And yake. the Bible says if he doesn't accept, Asemu kamate mtu wa pili mwende naye pia tena mulombe msamaha. take the second person, go with him and tell him sorry. Msamaha iko yake na mwisho. Forgiveness has no end. Tulisoma hii verse wanasema Petro akauliza ilikuwa hii verse ni kezani. And I think Petro akauliza Yesu. and it said Peter asked Jesus Kukense. on 15. Na kama ndugu yangu ananisamehe mara 7, nitaendelea kumsamehe. And he said, if my brother wronged me 7 times. Najua wakati Petro alimuuliza Yesu ile maneno. I know when Peter asked Jesus the same question, alikuwa anakonte roho yake watu washamkosea. he was counting how many people have wronged me. This one has wronged me, this one. Petro akasema sasa wewe Yesu uko asema tusamee. Mbona watu wanasumbua? And Peter said, you keep saying has to forgive until what? Every day people wronging me. Aseme sasa kama mtu anakosea mara 7 tufanye nini? And Peter asked Jesus, and if somebody has wronged you 7 times, what am I going to do? Yesu akamjibu hivi. And Jesus replied him. Sikukwambia umsamee mara 7. Jesus told him, I did not even tell you to forgive him 7 times. Lakini msamee 70 fois 7. And he said, not even 7 times, but 70 times 7. Hatuna shwa. We don't have option. We have to do it. Tunapasha kufanya vile. Kwa sababu ni law. Because it's a law. Bila msamaha hakuna mbingu kwetu. Without forgiveness, no heaven. Msamaha ndio fungulo ya kwenda mbinguni. Forgiveness is the key to heaven. Tutakutana mbinguni watu wenye tukoona hata mkanisa We will even get surprised to find people who have not even attended church but they are in heaven. Na tunaweza uliza sasa Yesu, huyu sasa naye mbona kukiaka hata mkanisa? And there will be questions that why this person did not attend the church. Huyu sasa mbona alikuwa anakukoseaka? And this one was offending us. Kumbe ule mtu alikuwa yake na roho ya kutubu dhambi zake na kusamehe wengine. This person was ready to release people from their hearts and forgive them. Na mimi wakati Petro alipomuuliza vile alikuwa anawaza mingi. And when Peter asked Jesus, and I think he was thinking a lot about it. Mara ngapi tunaombaka Mungu msamaha? How many times do we request forgiveness from God? Mimi ninaombaka Mungu msamaha saa yote sitadanganya. I always ask forgiveness from God every day. I'm not cheating. Mungu nisamee, Mungu nisamee, Mungu nisamee, Mungu nisamee. Mungu nisamee ninawaza mbaya. Mungu nisamee ninafaa hivi. Mungu nisamee, Mungu nisamee. Sasa kama tunapenda Mungu atusamee, kwa nini hatuazi samee wengine? But if we want God to forgive us, why can't we forgive others? Nakutakia anza kufungua roho yako siku ya leo. I just request you to at least from today start opening your hearts. Acha nianze kufungua roho yangu sasa kama na hii. Let me start opening my heart from now. Samee baba yako mwalikukoseaka. Just forgive your father who wronged you. Kama uko mahali hapo uko mtoto mwenye uko na ile child attachment. If you are a child who is here and you have that child attachment, na ile kitu lishakutraumatize maisha yote, and that things has really traumatized you in all your life, jisikie kumsamehe baba yako. Feel free to forgive your father. Jisikie kumsamehe baba yako. Feel to forgive your mother. Unasikia hata na mtu mwingine kwa sema ule mtu alikufaka lakini alinikoseaka. You find even somebody still saying somebody died, that person who passed away, but he has wronged me. He has even, I don't know what can you. Fanya hata geste ya telefone, ita ule mtu. Take even a phone, call that person. Mwambie ninakusamehe kwa yote ulinikosea. Tell him forgive me for what I forgive you for what you have done for me. Hallelujah. Amen. Tujitahidi sana wandugu. Let us keep fortifying ourselves. Asokaleta mtu wa pili. That you will bring the second person. Ule mtu kama apendi kusamehe. And if that person doesn't want to forgive, aseleta na mtu wa tatu. Bring the third person. Na kama nakatala mtu wa tatu, and the third person comes in and she or he doesn't want, ule mtu muache. Take him away. Ule anafananishwa kama mpagani. Leave him. He's compared to a pagan person.
Nikasema kuko maobstacles tunakutana na ndani ya maisha. And I said there are some of the obstacles that we meet into our lives. Unaweza kukoseana wewe na mtu fulani. You may get in troubles or wronged somebody. Munaikana munaombana msamaha. You sit down and you ask forgiveness. Kisha unasikia apre masiku ule mtu akingali nasema hata ule mtu anaweza kuwa mtumishi ama nani. Ule mtu alinikosea, ule mtu alinikosea. And you still find the same person whom you sat together still brings up the things and saying that person wronged me, that person wronged me. I just want to tell you, feel free in you. Nataka kukuhakikishia kukuambia ajisikie kuwa huru. Kama uliombaka mtu msamaha na akakukubalia ile msamaha, Come, if you requested for that forgiveness and that person accepted that forgiveness, ili inaisha. That one is done. Kama taenda kuendelea kusema kama vile biblia muro yake kama kusamea kwa ukweli. If he keeps talking, did not forgive you exactly or truly, ule mtu Jehanamu iko mbele yake. That person, the Gehenna is waiting for him. Kusamea iko facile. Jehannam is waiting for him, and remember, forgiveness is not easy. Tunapasha kujitahidi. We have to try our best. Nakumbuka afasi ya okoka. I remember when I was not yet got saved. Nilikuwa katoto kama kali sana. I was really very harsh. Kusema tu pardon, ile moyo ilikuwa itoke mkinywa wangu. Just saying forgive me was not an easy thing. Unasikia kwa wengine wanasema sasa nini akusamee basi. People keep saying I just forgive you. Okay, basi. Kwa kumaliza miali. Just to make it finish. Basi. Ndio una release ule mtu basi unamrelease. You just mwachilia tu hivyo. Lakini wewe ndani mwako. But into your heart. Mbinguni hauingii. You're not going into heaven. I'm telling you. Tusamee katika ukweli na uhaki. Let us forgive in the truth and righteous. Haiko facile. It's not easy. Mara nyingine unaweza konte huyu alinikoseaka, huyu alinikoseaka, huyu alinikoseaka. He offended me. He did this for me. He did this for me. How can I forgive God? Nitaweza kumsamehe namna gani? Lakini tunapasha kuomba Mungu atusaidie tusamehe. But we need to ask God to help us to know how to forgive. Tuko watu. We are human beings. Roho zetu zinalumaka. Our hearts. Lakini tujitahidi sana. But we have to try our best. Kitu kingine ninaweza sema. The other point that I can put across. Inaweza kusaidia kusamehe mtu. The other things that will help you to forgive somebody. Mtu mwenye alikuwa proshe sana na wewe. The person who was too close to you. Alikuwa rafiki yako, ndugu yako, mzazi. He was your friend, your neighbor, your relatives, your parents. Jitahidi sana wakati yenye anakukosea ukumbuke pia mema ule mtu alikufanyizia. There are other things that you have to remember. At least go deeper, think, see what that person has done into your life. It will help you a lot. Itakusaidia sana. Ile ni strategy ya kusamehe. That is one of the strategy that is gonna help you to forgive. Si watu tunaona tu mabaya. What you only see is only wrong things that he has done for me or she has done for me. Unaweza kuwa na ndugu yako alikufanyizia ya mzuri ya 100%. You may have someone who has done 100% good things for you. Akina atakukosea 5%. But he will offended you for 5%. Ule mtu hautamsemesha tena. And that person you never even talk to him. Ule mtu 5%, just 5% of 100, that means 95%. Sasa ile 95 inaenda wapi? And where is the 95%? Turudishe ile 95 ndani ya roho zetu. Can you bring back that 95 into our hearts? Itatusaidia kuwasamehe waliotukosea. It will help us to forgive those who have offended us. Njoo funguo ya kwenda mbinguni. And that's the key to heaven. Hatuna shwa. We have no choice. Tujitahidi sana. Let us keep fortifying ourselves. Tena funguo nyingine natafuta sema hapa. The other key that I want to talk about. Msamaha ni funguo ya furaha. Forgiveness is the key to happiness. Naona saa zangu zinaenda. Acha tusome Biblia. Let us read in the Bible. Tusome katika inaonekana Mathayo iko tu msamaha eh. It looks like in the book of Matthew is only talking about forgiveness. Tuende katika Mathayo 5. Let us go back into the book of Matthew chapter 5. 22 à 24 to 24. Mtumishi wa Mungu tusome. 5:20.
22 to 24. 5:22 to 24. 22 to 24. The Bible says, "But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be liable to judgment. Whoever insults his brother shall be liable to the council. And whoever says, 'You fool,' shall be liable to the hell of fire." 23. "So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you." 24. "Leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift." Thank you. Hii verse na conclure yote. Hallelujah. This verse is concluding everything. Aseme na tuwezi kuya mkanisa na tunawakia mkanisa na tunatoa na hatusamee wengine. That the verse is trying to explain that if you have to come in church and you don't forgive others, aseme uende ombe kwanza msamaha ndio ukie mkanisa. That it requires you to go fast, ask for forgiveness before you come and bring your offering. Ndio maana leo makanisa zimechanganyikiwa. And that's why nowadays these churches are really getting confused. Ndio maana leo watu wanaachana. And that's why people are separating. Juu ya kukosa kusamehe. Because of not forgiving. Tujitahidi sana tusamehe. Let us try our best to forgive. Hatuko watakatifu. We are not holies. Sisi wote tunakosea. We all have problems or mistakes. Mtakatifu ni Mungu tu wa mbinguni. Just a holy or a saint is only the God in heaven. Hapa kwenye napenda hapa kwenye wanasema hapa kuvendea hapa huko wanasema, na kama mtu akisema ndugu yake raka itampata baraza, na mtu akisema mpumbavu itampata genama ya moto. Yep. Yeah. Mungu atusaidie sana. May God help us. Wakati unapofungua mtu ndani ya roho yako, when you open somebody into your heart, unajisikia furaha. You feel really happy. Unajisikia furaha yenye haujui unatoka wapi. You feel even a certain happiness where you don't know even this happiness where it come from. Sometimes unaweza kuwa kwako ama kukazi ama nyumbani. Sometimes you may be in church, at home, at work. Ukajisikia tu you are so sad. You feel like you're overflowing of sadness. You are not happy anymore. Hauko hata na furaha kabisa. Inaweza teka miaka na miaka. In a way it can take you some years and years. Inakuletea schizophrenia, inakuletea traumatization. It brings you some problems, medical issues. Unakuwa traumatized. You get traumatized because of not having forgiveness. Unaweza kuwa hauna amani kabisa. You may not have peace. Kama unajisikia ndani ya roho yako hauna amani. But if you feel into your heart you have kama no unajisikia peace. Ndani ya roho yako hauna furaha. If you feel in your heart you have no peace. Kwa sababu kuna mtu alikukosea. Because there is someone who offended you. Hakuna mtu mwanajua mwisho wa maisha yake. Nobody knows his end. Acha tuende kuomba ule mtu msamaha. Go and ask for forgiveness to that person. Na kama ule mtu ulimlombaka msamaha na mkatengeneza lakini anaendelea kusumbua, muache. And if you feel like you requested for forgiveness and that person keeps disturbing you, leave him. Kuna vitu vingine tunapasha kupita tu tunaacha. There are other things that you have to leave and go. Ulishatosha yako ile lijiwe yako unaiacha unajendea. You have already taken the stones out and keep moving. Aseme msamaha iko tena funguo ya miujiza. And it's saying forgiveness is another key, which is the miraculous key. Kwa mara nyingine unaweza kuwa kuna mtu mwenye alikukosea maisha. There is somebody, you may have someone who offended you in life. Na ule mtu kumbi na njoo baraka yako. And that the same person may be the key to your miracles or your life. Lakini ule mtu haupenda hata kumuona. But you may find that person, you don't want even to see that person, and the same person is the key to your blessings. Ule mtu haupenda hata kusaidia, haupenda hata musikia. That person you don't want even to hear, you don't want even to see the person. Kumbe ule mtu njoo mwenye Mungu alitia pale juu ya baraka zako. And that's the person the Lord has put there to open your ways, to open your blessings.
wakati mwingine unaweza kamata hatua ya kusamehe mtu. And sometimes you may take a step of forgiving somebody. Kumi na njoo baraka zako. And that may be your blessing. Amen. Amen. Msamaha ni key ya peace. Yeah, forgiveness is the key to peace. Iko funguo ya kutuletea amani. It's a key to bring peace in our hearts. Ukasoma ndani ya Hebreu 12:14. If you read in the book of Hebrew 12:14, Biblia inasema tafuteni amani na watu wote. That the Bible is claiming or is proclaiming that look peace with everybody. Haiseme tafute amani na mtu fulani mwenye ko good or bad or what. It has not said that you have to look a good person, you look for peace with this person. He said look peace with everybody. Kwa unatumikaka tafuta amani. Wherever you work, please look for ninakumbuka kitu kingine. And I also remember wakati tunafanyaka interview, when we do interview, kuko kitu ke wanatuuliza. There is something that they ask us. Banatuulizaka hivi. They ask us this. Aseme wewe na mwenye mko mnatumika naye mkakorogana. They ask us if you get in trouble with your co-worker. Tena ni vitu vya dunia. And this is just earthly things. Ile question iko sake mu interview zote tangu USA. That question never miss in any interview from US even. Ulichiviaka nini? What did you answer kazi for you to get that job? Eske ulisema kutaenda ona manager? Did you say you're gonna see your manager? Eske ulisema kutajije ule mtu? Did you say you're gonna judge that person? Likesani si wote tukaje tupate ile kazi tulisemaka ndaendea ule mtu tuongee naye. I think all of us when we did interview they asked you that question and you say I have to go and meet that person. Na kama asikie njoni naenda ambia manager. And if the person did not change, then I can take another step to move forward. Bile ni vya kidunia. This is earthly things. Dunia na nataka amani. And this earth want peace too. Kwa nini sisi wa Kristo hatupendi amani? Why is that as Christians don't like peace? Kwa nini kutengana? Why do we separate ourselves? Kwa nini divorce? Why are we divorcing ourselves? Kwa nini? Why? Kukosa msamaha. Because we don't have forgiveness. Leo hii tunapaswa kuchagua. Today we have to choose. Tunapaswa kuchagua entre vitu viwili. We have to choose between these two people, these two things. Hatuna shwa. We have no choice. Hatuna shwa. We have no choice. Tusamee, tusiposamee hakuna mbinguni. If we don't forgive, we don't go to heaven. Maana tunapaswa kuchagua entre kusipokusamee ama mbinguni. We have to choose either heaven or not forgive, which is hell. Kama hausamee ni kuzimu. If you don't forgive, that means you're going to hell. Bana bisema mwa hii verse tulisoma hapa nyuma. The Bible is proclaiming in Matthew 5:22 down to 24. Musamaha inarudishaka marelation zenye zilikuwa zishapo. Forgiveness brings back all relationships that had been destroyed already. Mimi nilionaka makouple zinafaa 25 à divorce. Nilisikia témoignage ma kusifemsi. I had one testimony from CFMC of the couple which has been separated for 25 years. They did 25 years in divorce. And they came back and forgave each other and they came together again. Forgiveness brings back the family together. You will feel someone and it's your sister saying, I can't go to my brother's place. I can't even go to my place, and you are claiming yourself to be Christian. That I cannot reach to that if you do, even though you do what I can. Because you are holding the person into your heart. Tusameane mafamilia tusameane. We have to forgive each other, families. Sikia kusamehe kuzee yako kuzini yako. Feel like releasing that person, your brother, your cousin, your baba yako mama yako. Feel like releasing your father, your mother, forgive them. Sikia kusamehe watumishi wa Mungu nao ni watu. Forgive this servant of God, they are also human they are human. Sikia kusamehe watoto wako. Feel forgiving even your kids. Ni huruma sana kuona wakati wazazi wanalainia watoto wao. And you even
seeing even parents cursing their own children. I've seen a parent who is cursing his own kids. And the mother has to remove all the clothes and start going naked before the kids. You will die the same stuff. And when I die, don't even come to my mourning. Don't even come. And after, it didn't pass even 2 months and the kid got cancer. Kanseri kaisha ule mtoto akipata schizophrenia, trouble mental. And after the cancer, he developed other mental problems. Après pale mama kakufa. And after that, the mother passed away. Wakati mama alipokufa, when the mother passed away, mtoto iko na trouble mental. The kid have mental trouble. Ataenda zika mama yake. How will they gonna? Biko mtaoni moya. How gonna bury the mother? Biko mtaoni moya. They are in the same city. Garso wake wa kwanza, the firstborn, kwa sababu alimkosea tu, alimwambia tu neno yenye kufurahi. Because only the firstborn said something which he didn't like. Mama kalaani mtoto wake. And the mother cast the kid. Sasa wakati unapolaani mtoto wako, na wewe unakosa mtoto na mtoto anakosa uzima. When you curse your own son, so you're not going anywhere too. Even the kid, you cursing the kid. Wamama wa Kristo wakati watoto wanawakosea, waombee Mungu. You mothers who are called yourself Christians, please, when kids offended you, please can you pray for them? Waambie makosa yao. Tell them their mistakes. Si tuengali na watoto wadogo watakomala. Yeah, we still have little kids. They will grow up. Tujisikie kuwagombea, tujisikie kuwashauria. Just feel good to pray for them and even give them advice. Usiwe haraka kulainia watoto wetu. We shouldn't be ready to start talking words by cursing our own kids. Basi Mungu awabariki. Amen. And may God bless you. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Asante sana mama pastor. Mungu akubariki sana kwa ajili ya neno la leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno nzito sana. Unaweza kuwa uko natufuata kwenye mtandao. Unaweza kuwa uko hapa na hili neno haliwezi enda in vain. Chukua hatua fulani katika maisha yako. Kila mara tunazungumzia kuhusu msamaha. Kila mara tunazungumzia watu kutokusamehe. Na nimeona kwamba hii imekuwa changamoto kubwa katika ulimwengu wa sasa, ambapo kunakuta kwamba mwanadamu, hii imenileta kwenye point fulani ambayo nimeweza kuwa inanisaidia sana. Ya huyu mwalimu ambaye alipatia wanafunzi mtihani kwa karatasi yenye haikukuwa na maandishi. Aseme akawaambia fanyeni mtihani, wanafunzi wakauliza maswali. Tutafanya mtihani, mbona hatuna makestion? Ziko wapi makestionnaire? Mwalimu akawaambia do exam. Sasa tutafanya exam. Kwa nini? Akawaambia can you write what you see on the paper? They start writing. Wanafunzi wakaanza kuulizana tutaandika nini? Mwalimu akawaambia andika kenye unaona kuhusu hii karatasi. Kwa ile karatasi mwalimu alikuwa ameweka dots ya black. Alikuwa amechukua kalamu anapiga ka dot kamoja kamoja kwa kila karatasi. Akaambia mtu just describe the paper. Karatasi ni nyeupe lakini akaweka ka dot kamoja ka black. Na watu wote walikaa chini. Kila mtu alianza kuandika mtihani. Kila mtu alianza kuandika. Majority of these people, wote hakuna mwenye aliweza hii exam kwa sababu wote waliona ile black dot na ndio wote walikuwa wanaandika. Karatasi iko na black dot, kila mtu akadescribe ile black, ile karatasi akaandika ina kitu kama mweusi nini na nini. Kila mtu wakati walisubmit exam, mwalimu akawaambia nobody got the exam. Kila mtu alishangaa. Why? Mwalimu akawaambia kunajua kwa nini mmeshindwa? Why? You told us to write. Akawaambia yeah, you failed. Why? Akawaambia let me give you the answer. Akawaambia the answer is this. Niliwapatia karatasi nyeupe, lakini hakuna mtu aliandika juu ya karatasi, ila watu wengi mumeandika juu ya black
dot yenye mnaona kwa karatasi. Nimependa kuwaletea hii juu ya nini? Kwa sababu kuna kitu mama pastor amesema, people over 100 they only see 5%, but the 95% of what you have done they don't consider. This is human being. Why? Mwalimu aliwaambia you failed kwa sababu nyinyi wote mliangalia, akawaambia hii karatasi nyeupe ni uzuri, this is the goodness that the person has done. Hii ni kitu keupe kenye mtu iko safi, lakini nyinyi wote mlikimbilia kwenda kuangalia kale kadoti keusi ambayo ni uchafu ama ni ubaya wa mtu. So in life, never focus on what is wrong in the person, but focus on what is good. Acha nikuambie ukweli, ukifikiria kitu kizuri, mazuri yenye mtu alikufanyia kwa maisha, utampenda ule mtu sana na utaendelea kumpenda kila siku. Kwa sababu kuna maisha ambayo tunayaishi ambayo you couldn't even live that life, but there is somebody who changed your life, but because of that person, kwa sababu alikuambia, alikushauri, even wengine tu kwa sababu mtu alimshauri tu anakuwa adui wake. How bad you are kwa sababu mtu anakushauri. Biblia imetuambia kwenda kumshauri. Mtu anakuja anakuomba msamaha,